Wananchi wamehimizwa kuwekeza katika mifuko ya masoko ya mitaji inayosimamiwa na Mamlaka ya Masoko ya Mitaji na Dhamana CMCA ili kupunguza uwezekano wa kupata hasara kwenye uwekezaji wao, huku wakisisitizwa kujikita katika uwekezaji wa miradi na kampuni mbalimbali, hali itakayosaidia kuongeza wigo wa faida. Hayo yamesemwa leo jijini Dar es Salaam wakati wa uzinduzi wa mfuko wa dhamana kupitia iTrust. Alfred Mkombo, mkurugenzi wa utafiti, sera na mipango CMCA. Mifuko ambayo inasimamiwa na Mamlaka ya Masoko ya Mitaji na Dhamana inakuwa imepitiwa na kuangaliwa uwezo wake na kuweza kupunguza vihatarishi, kwa sababu inasimamiwa na wataalamu ambao wamepewa vyeti na ithibati kutoka Mamlaka ya Masoko ya Mitaji kuweza kusimamia mifuko ya aina hii. Wasiwekeze katika mifuko ambayo haijaidhinishwa na mamlaka, hapo wanaweza wakapata hasara. Lakini pili, mifuko aina hii inawekeza katika bidhaa za aina mbalimbali. Kwa hiyo wasiwe na wasiwasi kwamba wataweza kupoteza fedha zao, kwa sababu inawekeza katika sekta mbalimbali, lakini miradi kutoka masoko ya mitaji ya nchi 4 ambazo ziko katika ukanda wa Afrika Mashariki. Tumepunguza kiwango cha chini cha uwekezaji. Sasa huu mfuko wa EAC ETF, Large Cap ETF, wenyewe kima cha chini cha uwekezaji ni shilingi 100,000. Ni 100,000 kwa sababu gani? Huu mfuko unawekeza katika taasisi, katika makampuni makubwa, hisa za kampuni za Safaricom ambazo bei zake ni kubwa. Kwa hiyo ukiwa na kima cha chini cha shilingi 100,000 utaweza kuwekeza katika mifuko hii, wakati ambapo ungeweza kuwekeza katika moja kwa moja Safaricom ungehitajika kuwekeza kiasi kikubwa cha pesa. Kwa upande wake, Mohamed Warsam, mkurugenzi wa iTrust Finance, amesema, kwa hiyo kwa mwekezaji wa chini, mfuko huu utaorodheshwa kwenye soko la hisa la Dar es Salaam. Kwa hiyo utaweza kuuza hisa zako ukapata faida kwenye soko la hisa la Dar es Salaam. Unaweza ukanunua, na vile vile faida zitakazopatikana kutoka kwenye hizi hisa zote za kwenye mfuko, hizo faida ni gawio, dividends tunasema, na pamoja na ongezeko la bei za hizo hisa. Hizo zote utazipata kwa hisa yako kwenye soko la Dar es Salaam kupanda. Kwa hiyo utaweza kupata hizo hisa zako ziwe zinapanda bei yake kwenye soko la hisa, na utaweza kuuza hizo hisa zako kwenye soko la hisa na kufaidika na maendeleo ya kanda yetu ya East Africa. Kwa hiyo inachotokea kwenye soko la hisa ni kwamba kila siku soko la hisa liko wazi. Kwa hiyo mtu ambaye amenunua hisa hizi zikishaorodheshwa kwenye soko la hisa la Dar es Salaam, tunaita listing, yani zikishakuwa kwenye hilo soko, bei zitakuwa zinapanda kwenye soko la hisa. Kwa hiyo utakuwa unaziona bei zako. Itakapotokea kwamba kuna gawio limelipwa na kampuni ambayo iko kwenye huo mfuko, hiyo gawio itawekezwa tena katika makampuni hayo ili kuongeza mtaji wa hilo mfuko.